Alhamdulillah, tulikuwa tupo katika kipengele kinachosema hukumu za nun sakin na tanwin. Hukumu za nun sakin na tanwin. Leo nipo sehemu yangu ya kujidai hapa, hivyo makosa ya ulimi leo sidhani. Unajua sometimes ugenini kuna ka pressure fulani kana kuwale. Leo alhamdulillah nipo chumbani kwangu kabisa hapa ofisini. So tunaweza kuanza. Darsa ni tajwid na tupo kipengele cha idgham ambacho tulikimaliza alhamdulillah. Kipengele cha iqlab tumemaliza, lakini leo tunaendelea tunaendelea na hukumu za nun sakin na tanwin katika kanuni nyingine. Tumemaliza kanuni 3 alhamdulillah. Tumebakisha moja ili tuweze kuwa tumekamilisha hukumu hizo kabisa. Alhamdulillah, ikiwa umenielewa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi yani amini kwamba kinachofuata chochote kile huku mbele hakitokuwa kigumu kwako. Chochote kitakachofuata mbele basi hakiwezi kuwa kigumu kwako. Nun sakin na tanwin ndio imebeba sehemu kubwa sana pia katika Qur'an, hukumu zake hizi 4. Japo leo ndo tunazimalizia, sijui kama tutamaliza leo, lakini insha Allah tutaangalia hukumu ya 4 katika hukumu za nun sakin na tanwin. Ya kwanza idhhar. Utakuwa kufahamu idhhar ni nini na herufi zake ni zipi. Ya pili iqlab ni nini na herufi yake ni ipi. Ya tatu idgham ni nini na herufi zake ni zipi. Pia kwenye idgham unatakiwa kufahamu aina zake. Ya kwanza ni nini na ya pili ni nini. Alhamdulillah. Okay, so leo tuendelee katika ya 4. Hukumu ya 4 katika hukumu za idgham inaitwa ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ikhfa maana yake ni nini? Ikhfa maana yake ni kuficha. Ikhfa maana yake ni kuficha. That's why sikutaka tuisome idgham kama kuchanganya. Hiyo ukisoma kitu kama kuchanganya na kuficha kama vina sound one. Lakini idgham ukitafsiri kuruka, ikhfa ukitafsiri kuficha, hapo inakuwa tafsiri zimekaa sawa. So ikhfa maana yake ni kuficha. Kuficha nini? Anasema ni matamshi ya nun sakin au tanwin, ni kuficha matamshi ya nun sakin au tanwin katika namna ambayo inakuwa ni baina ya idgham na baina ya idhhar. Ikhfa yenyewe iko baina, haieleweki ipo kundi gani. Kuna watu pia ulimwenguni wako hivyo, hao wanaitwa ikhfa pia. Mtu haeleweki ni Muislamu au ni kafir. It means hili kundi lao linaitwaje? Hao watu wanaitwa wanafiki katika Uislamu. Yeye yupo katikati. Allah amewaita kwenye Qur'an mudhabidhabina baina dhalik. Huku yupo, humu yupo, haula wa huku yuko. Hilo kundi hilo yuko kwenye Uislamu kidogo, yupo kwenye ukafiri tena kidogo, afujisha, wameitwa wanafiki. Lakini huku wanaitwa ikhfa, kuficha. Sasa huku tunawasoma katika aina nyingine. Hii ni kuficha baina ya kama idgham au idhhar, ni hukumu katika Qur'an. Baina ya idgham na baina ya idhhar. So hapo ndio kufahamu idgham ni nini. Idgham ni kama vile unataka kuiruka nun sakin, lakini kama vile tena unataka kuidhihirisha nun sakin, sababu idhhar ni kudhihirisha. So kinachokuwa baina pale, hiyo inaitwa ikhfa haqiqi. Tutaelewa vizuri. Na herufi za ikhfa, herufi zake ni nyingine zote zinazobaki. Ukitoa herufi za idgham, toa herufi za idhhar, na toa herufi moja ya iqlab. Toa herufi 6 za idhhar,
hamza, ha, ha, kha, ain, ghain. Toa herufi za idgham, yarmalun. Toa herufi moja ya iqlab, ba. Zinazobaki zingine zote hizo tunazihesabu ni herufi za ikhfa, zote zinazobaki. Subhanallah, hii ni kanuni nyepesi pale ambapo wewe umeshahifadhi idhhar. That's why tulikuwa tunaelezana mwanzo, hifadhi kundi hili na hili na hili, sababu ukishahifadhi hayo, hizi zinazobaki zingine hata kama haujazihifadhi, ukutana nayo mbele unajapima makundi yale hazipo, basi hii ni ikhfa, kwa sababu hizi ziko nyingi kidogo hapa. Herufi za ikhfa ni zingine zote ukitoa herufi za idgham, idhhar na iqlab. So zinazobaki zingine zote zinaitwa herufi za ikhfa. Sasa usomaji wa ikhfa hiyo kuficha ni vipi? Tumesema yenyewe ni baina ya idgham, baina ya idhhar. Kama unataka kudhihirisha lakini haudhihirishi, kama unataka kuruka hiyo nun lakini hauruki, kati kati. Anasema njia ya kutamka ikhfa, ikiwa herufi yoyote isipokuwa herufi ya idhhar, idgham na iqlab, yani zingine zinazobaki ndo zinaitwa ikhfa. Mfano tukisema alif, alif ni herufi ya nini? Alif ni herufi ya idhhar, hamza hiyo. Ba ni nini? Ba ni iqlab. Ta ni ikhfa, tha ni ikhfa, jim ni ikhfa. Ha ni nini? Ha ni idhhar, kha ni idhhar. Alafu then dal ni ikhfa, dal ni ikhfa, za ni ikhfa, then ni za, zote tena unazichukua. Sin ni ikhfa, shin ni ikhfa, sad ni ikhfa, dad pia ni ikhfa. So subhanallah. Toa yarmalun, ra ni idgham. So hizi zingine zinazobaki hapa ni kundi la ikhfa. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah, leo tumefanikiwa kuorodhesha majina yote. Mwalimu aliwatafuta private na tumeorodhesha majina yote ambayo ulimtajia katika private, na jina na ni juzuu gani tumeiandika pale. Hii ni ufupisho. Nataka unywe to refresh kidogo hapa. Mwalimu ameshaandika kila jina na ameshatuma katika group kwamba wewe majina ya wanafunzi katika class ya kusikilizwa sura darasani. Insha Allah hiyo itaanza Jumatatu, another Monday. So na ile class inakuwa ni muda wa maghrib. Hatujaandikia siku yale majina pale, labda ujijua unasoma siku gani. Hapana, tumeandika tu muda ni maghrib, lakini mwalimu atakuwa anaanza na kundi yamepangwa kikundi yale. Kwa atachagua leo tunasoma kundi hili na atawatumia kila mmoja message inbox kwamba leo tunasoma darsa maghribi. Kwa hapo maghrib yeye atakuwa katika klasi ya private ambapo atakuwa akiwasikiliza na kuwafundisha ile sura ambayo mtakuwa mnaianza. Kuna juzuu ambazo zina mtu mmoja, mfano juzuu 23, sijui juzuu 27. Kwa tumeirudisha, alisema juzuu 23 ataanzia nyuma kidogo. Tunaanza mwanzo wa juzuu. Yani mwalimu atawaanzisha ile kundi mwanzo wa juzuu. Let's say juzuu amma, so tutaanzia amma mwanzo kabisa pale. Lakini atakuwa akiangalia speed ya kila mwanafunzi ambaye yuko anaelewa haraka, wenzake bado. Kwa hiyo atajua muhamishie siku gani, ambapo pia kuna wengine wana speed waende sawa na wao. Okay, hivyo ndo tulivyopanga. Hapo kwa wale ambao wako katika Gulf country, hao watasoma nadhani saa 12 kwao. Tumesijini wako mbele kwetu. Nadhani wao inakuwa ni saa 2 baada ya Isha. Kwetu inakuwa ni saa 1. Hiyo ndio mida ambayo tutakuwa tunasoma. Hiyo ndio mida ya class ya private. Na hiyo tujitahidi, maana kule yameorodheshwa na atakuwa kule anakaguliwa. It means kwamba vizuri kama umekamilisha vizuri ada, japo tena huku ilikuwa mwisho ni wiki hii, lakini imesogezwa mbele. Awali ndo wameanza mchujo, lakini kwetu inshallah tujitahidi wiki hii ni ya mwisho kwetu.
Kwa tujitahidi tu tumelipia ada wote. Nadhani tumeshalipia wote pia. Sijui huko walikuwa wakiandika majina. Kimi nadhani kwamba kama tumeshalipia wote. Japo unaweza ukituma message, mimi nakuambia message na kutumia message kukumbusha, lakini namba ni ya ofisi. Okay? Kwa hiyo kule accountancy anaona vyote kwamba huyu amelipia huyu bado. Kwa tujitahidi, yeye ndo anajua kule yupi kalipia yupi bado, ili tuweze kuingia wote class pia hiyo ya private. Ada ni ile ile moja. Ada ni ile ile ambao ni 30 na huu ni mwezi, that's why huu ni mwezi mwingine. Kama ulishalipia haulipii tena, labda umeshalipia mwezi huu basi haulipii. Ni hiyo. Okay. Bismillah. Nadhani pia Idi itakuwa tushamaliza mwezi katika Idi inshallah. Na huenda tukawa tumefika mbali. Baada ya Idi inshallah, zile Idi kubwa sijui ndio inakuwa siku 3, alafu inshallah tena tutarudi, tutachukua kama wiki moja. Nadhani Idi inaweza kaanguka Jumamosi, Jumapili hapa. Kwa hiyo ikiangukia kama Jumapili inshallah tutachukua wiki ya mbele yote, alafu tutakuja kuanza rasmi Jumatatu ijayo. Kwa sababu tutakuwa tumebakisha siku chache tumalize pia kitabu chetu. Okay, haya. Maelezo mafupi kwa ajili ya hii darasa ikuingie vizuri. Sometimes kwa tunaongelea darasa tu hapa ilivyo ngumu na kichwa nacho kinakaza fu. Kwa hiyo utangire badilisha topic. Bismillah. Okay, kanuni ya ikhfa ni nini? Ikhfa ni pale ambapo nun sakin, kwanza anazingatia nun sakin au tanwin ikiwa imefatana mbele yake na herufi ambayo sio ya idhar, sio ya idgham, sio ya iqlab. So hapo unatakiwa upambanue ikiwa sio katika hayo makundi. Msomaji anatakiwa kufanya nini? Msomaji anatakiwa kuweka ghunna, anatakiwa kuficha, asome baina ya idgham na baina ya idhar pamoja na kuweka ghunna. Hiyo inaitwa ikhfa. Ghunna inakuwepo lakini sauti yake inakuwa ni between, baina, haidhihiriki sauti yake. Insha Allah kesho huenda nikaitafuta vizuri katika presentation na tutaifanyia mazoezi vizuri. Tuangalie hapa moja ya aya, mifano. Subhanallah, kabla ya mifano, lakini tuielewe kwanza kabla tuende katika mifano. Kisema namna ya usomaji wake, kuna kipengele kidogo tunakiruka hapo, inshallah tutakirudia. Usomaji wake tukisema tunasoma idhhar, tukisema tunasoma ikhfa, angalia aya hii hapa. Kanuni ya kwanza inasema angalia nun sakin iko wapi. Na nuni ya ikhfa na idgham zote mbili huwa zinakuwa hazina kitu juu yake, hazina alama ya sukun juu, So that's why kwamba tunaifanya kama kuificha sauti yake. Okay, inshallah nadhani private tutakumbusha. Ukiona nun haina kitu juu, fahamu hiyo ni nun ya idgham au ikhfa. Hiyo nun, angalia herufi ya mbele yake, hapo ndo utaweza kufafanua vizuri. Hapa herufi baada ya nun ni herufi dha. Hii dha haipo katika makundi ya yarmalun, haipo katika kundi la idhhar, haipo katika kundi la ba iqlab. So hii dha itakuwa ni nini? Hii dha ni ikhfa. Usomaji wake hapa tutasema yanzuru. Hii sauti yake namna inapokuwa tofautisha nikisema yan, ni sauti ya nun halisi. Yanzuru hapa. Nikisema yadhuru, hiyo ndio idgham. Hiyo ni kuna kuitamka dha kabisa, hiyo ni idgham. Nikisema yandhuru, hiyo ni idhhar. Tena idhhar hainunguniki, kwa umekosea tena. Haitaki kuwa idhhar, haitaki kuwa idgham, inatakiwa kuwa baina.
ni ulimi wako kuusogeza karibu na paa la juu la mdomo, karibu, lakini usigote kabisa juu, iwe karibu tu hapa na paa la mdomo, and then una spell yao hivyo. Sije katoka yan. Ukiona imetoka yan, ujue wewe umegusa paa la. Usitoke yan, itoke yadhuru. Okay. So tumefundishana hapa namna ya kuitamka ikhfa. Hiyo ni ikhfa katika herufi zake zote, namna ya kuzitamka. Lakini hii ikhfa, kwanza turudi hapa juu sasa. Ikhfa tumesema ina ghunna, unaweka ghunna. Ikhfa ghunna zake ziko aina mbili. Ghunna ziko aina mbili. Ni tofauti na tulivyosema idgham. Idgham tulisema yenyewe idgham kama idgham ndo ziko aina mbili, yenye ghunna na isiyo na ghunna. Lakini ikhfa zote zina ghunna, ila kuna ghunna nzito na ghunna nyepesi. Ghunna zote zina ghunna, hizo ghunna tu ndo zinatofautiana sauti. Ghunna nzito na ghunna nyepesi. Okay? Namna ulivyofanikiwa kutamka ikhfa, hiyo ni level ya mwanzo ambayo unatakiwa kuwa nayo. Ni mara 100 wewe sio umeweza kutamka ghunna nzito, ghunna nyepesi, lakini umejua tu kutofautisha idgham, idhhar na ikhfa. Hicho ni cha kwanza kabisa, kabla hata hujajifunza ghunna nzito. Wewe tu ukiona mimi bana, kwanza nifanyie mazoezi kwanza hii ikhfa tu, kwanza usomaji wake is better. Okay? Na tutaenda huko na namna tunavyoendelea hapa ndo namna tunavyoipractice hivyo ikhfa pia. Ghunna za ikhfa ni mbili, aina mbili. Ghunna yake sio ikhfa aina mbili. Ikhfa ni moja tu. Okay? Kama ilivyo idgham yenyewe sasa ndo aina mbili, herufi zake zimegawanyika. Ila ikhfa herufi zote hizo ni za ikhfa. Ghunna yake ndo kuna ghunna nzito na ghunna nyepesi. Ya kwanza ghunna nzito. Ghunna nzito, je, unakumbuka herufi nzito katika Qur'an? Ikiwa unakumbuka herufi nzito katika Qur'an, basi hautobabaika na ghunna nzito. Anasema iwapo nun sakin au tanwin itafuatiwa na mojawapo ya herufi nzito. Itafuatiwa na mojawapo ya herufi nzito za ikhfa, ongezea ikhfa, kwa sababu hii kha sio, hii ghain sio hapa. Hizi utakumbuka ni katika kundi gani hizi ghain na kha. So hizi zingine sad, bad, ta, qaf, dha. Iwapo nun sakin au tanwin itafuatiwa na mojawapo ya herufi hizi nzito za ikhfa, sauti ya ghunna nayo inapaswa kuwa nzito. Okay? Kha ni herufi ya idhhar, ghain ni herufi ya idhhar pia. Kwa zitoe hapa. Hizi tano zinazobaki hizi ndio tunazoziongelea. Zikiwa zipo mbele ya nun, ni herufi za nini hizo? Za ikhfa. Zikiwa mbele ya nun, unatakiwa kusoma hiyo ghunna iwe nzito. Ghunna ni nini? Sauti ya mnunguniko itoke nzito. Okay? So practice kufanyia mazoezi ghunna nzito na nyepesi. Nitarudia tena. Nasema tumeshafahamu kwanza ikhfa ni nini. Nirudie juu. Tusiachane. Ikhfa ni baina tuseme. Baina ya idgham, baina ya idhhar. Hiyo ndo ikhfa. Uisoma nun baina. Ukihifadhi tu hiyo umehifadhi vizuri kabisa. And then ikhfa yenyewe usomaji wake utasoma baina ya idhhar na idgham pamoja na kuweka ghunna. Ghunna ipo. Lakini hiyo ghunna imegawanyika sehemu mbili. Nzito na nyepesi. Sasa tuje hapa katika nzito, usomaji wake. Sema ikiwa nun sakin au tanwin imefuatiwa na moja wapo ya herufi nzito. Ondoa hii kha hapa. Kha ni herufi ya idhhar. Hatusomi idhhar. Hii tulishamaliza lesoni yake. Kwa hizi amekuandikia tu herufi nzito hapa ili wewe uelewe kwamba herufi nzito ni hizi, lakini ondoa kwanza hii na hii kwa sababu zenyewe ni nini? Ni idhhar. So ikiwa kuna swad, dad, ta, qaf, dha.
Zikiwa kuna hizi herufi iko mbele ya nun, ghunna yake nayo inakuwa nzito. Mfano, afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat. Afala narudia hili, yanzuru yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadah yawma yanzuru. You see, ghunna yake inakuwa nzito kwa sababu herufi yake inatokea, herufi ya dha mbele inatoka wapi? Inatoka huku. Kumbuka kanuni za kusoma herufi nzito, sehemu ya nyuma inainuka. Nyepesi inakuwa yan. Sikia tofauti, sio kasema yauma yanzuru almar, yanzuru, ni nyepesi. Nzito kuna toni inabadilika ndogo sana. Unaweza usiitilie umaanani, lakini ina sound tofauti kabisa. Gha mbona ipo katika idgham? Idgham kuna gha mbona ipo kwenye idgham? Je, ipo na herufi za idgham ni yarmalun. So sijui kama kwenye yarmalun kuna gha hapo. Nimechanganya kidogo. Actually, Dr. Junaid alikuwa anaumwa, amepitwa na darasa nyingi sana. Kwa umechanganya, natoka kufanya marejeo. Yanzuru, yarmalun ndo herufi za idgham. Tuziangalie tena, huenda labda kuna kitu okay. Kha ni herufi ya idhhar, ghain ni herufi ya idhhar. Hizi herufi mbili tuziondoe kabisa huku. Hizi herufi mbili tuziondoe. Nimeziweka mkasi kwamba kha halitumiki kwenye ikhfa wala ghain. Amekuandikia tu hapa kukuonesha hizi ndio herufi nzito. Okay? Lakini ziondoe hizi mbili, zibaki hizi tano hapa. So swad, dad, ta, qaf, dha hatujazisoma katika hukumu yoyote nyuma. Tumekuja kukutana nayo katika ikhfa. Actually wenda umeshaelewa hapo. Okay. Yanzuru. Hiyo kuna yake ni ya kufanyia mazoezi sana. Haya, mfano wa pili. You see? Man tagha. Fa amma man tagha. Na inachochange hapo, usije ukasema mo ukaanza na mim. No, mim itamke vizuri. Fa amma man, tunachokuja kuchange ile sauti baada ya mim. Sio man tagha. No. Ini heavy, sauti nzito, kitu kidogo sana lakini kinamata sana katika usomaji wako hapa. Tofautisha kitu kizito na nyepesi. That's why tukasema, kama utakumbuka darasa ya herufi nzito na nyepesi, kama utakumbuka ile darasa ilisema ghunna fa ikhfa, ilituandikia ambacho tukasema tutakutana nacho mbele. Ndio hichi tunachokisoma leo. Baada ya kumaliza herufi nzito nyepesi, tukaja kusoma alif madda muda gani inakuwa nzito na nyepesi. Tukasema namba 4 ghunna fa ikhfa. Tena tukaambiwa angalia page namba 40 huko chini. Kwa hiyo leo ndo tumekutana nazo kwamba hii ndo kanuni ya mwisho katika darasa ya herufi nzito na nyepesi, ghunna yake. So kwa nini inakuwa nzito? Kwa sababu imekutana na moja ya herufi nzito. Ma tagha. Bismillah. Tujaribu hili neno hapa. Ni neno ambalo kuna ghunna inatakiwa iwe nzito katika neno hili. Okay, Ukhti Zena. Ukhti Zena. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jaribu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عذابا قريبا. Ya, mashallah. Tena عذابا قريبا. barakallahu fikum. Umetamka vizuri sana. Adhaban qariba badala ya adhaban no, adhaban. Ulimi ni kama vile unarudi nyuma kupanda juu. Adhaban. You see? Tuliona mchoro namna herufi nzito inapotoka. Okay, brothers. Fine. Okay, brother Said. Brother Qasim. كتب Yeah, قيمة. brother Said. Tena? كتب قيمة. Aywa, barakallahu fiik. Kutubun qayyima. Jazakallahu khair. Umesoma vizuri brother Said. Okay. Hebu tuzirejee na hizi zangu nilizozisoma hapa za nun sakin. Maana qafu, unajua qafu automatic tu inakujaga, qafu automatic tu yenyewe ipo nyepesi, ipo nzito. Haya, ukitimoza. Bismillahirrahmanirrahim. Ipi ustazi? Hii ya pili. Man tagha. Tena qulna. Man tagha. Aywa, man tagha. Barakallah. Tofauti ya idhhar ni ipi hapo sasa? Okay. Tukisema baina. Idhhar kwanza tufahamu, idhhar haina nini? Idhhar haina ghunna. Idhhar tunasema tu, labda example hapo. Tungesema man tagha. Man tagha. Ilikuwa imeshaisha hapo. Lakini hii mpaka tunasema man tagha, tayari tena sio idhhar hapo. Okay? Sio nini? Sio idhhar. Hiyo ni tofauti ya mwanzo kabisa. Actually, mtoto mdogo akifundishwa hii kanuni, tunatumwambia cha kwanza huwa unamfundisha tu kwanza tofauti ya ikhfa na idgham, idgham na idgham. Idgham ni nini? Idgham ni kuruka. Idhhar ni nini? Ni kudhihirisha. Kwa mtoto mwanzoni unaweza ukamwachia aanze, okay, akakusomea man tagha, kwamba ile nun pale yeye ameiwekea tu ghunna, kawaida, man tagha. Okay, lakini usiache ghunna, kwa sababu ghunna ndio tofauti tena ya idhhar na nini, na hii ikhfa. Ikhfa yenyewe ina ghunna, lakini idhhar kabisa haina ghunna. Lakini sasa tukielezana kikubwa, sio hata man tagha, no. Tukisema man, tofauti ya idhhar, ulimi unagota juu. Ulimi unagusa juu. Haitaki ulimi kugusa juu. Ulimi unatakiwa uwe hapa chini, you see, hapa. Ulimi usipogusa juu, ukigusa juu ni idhhar. Ukiwa hapa ni ikhfa. Sauti inayotoka hapa ni ikhfa. So jaribu kuicheck hiyo. Haujataja nun kabisa man, bali umeificha, imetoka ma. Sauti inayotoka hapo ni ya mnunguniko, lakini ni baina. Ni baina. Cha kufanyia mazoezi hapo ni namna ulimi wako unavyo balance, usiguse juu. Ukigusa juu basi wewe umeenda kutamka idhhar. Sio idhhar hiyo. Okay, labda tutaona hapa insha Allah baadhi ya aya. Ukti Najat, hebu nawe jaribu tena hii ya mwanzo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Yanduru. Tena Yanduru. Ulimi urudishe nyuma. Yanduru. Barakallahu fik. Mjitahidi. Japo bado kidogo. Ukisema
Yandhuru, umeitoa ya ulimi wako wa hapa nchi ya mbele, jaribu kama unairudisha nyuma. Yanduru. Aiwa, jazakillahu khair, wajitahidi mashallah. Suratu, I think ni suratu gani hii? Suratu Zilzala, tumefanyia mazoezi siku zote. Okay, tunaweza kuiona tena hii suratu Zilzala. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Zilzala ina mifano ya ikhfa na ina mifano pia ya hukumu zingine karibia zote tulizozisoma. Ni muda pia wa swali ikiwa una swali huko, maana ndo tunamaliza hizi hukumu. Insha Allah kesho tutafanya revision ya mwanzo mpaka mwisho tena Ijumaa, alafu Ijumaa tatu tutaanza darasa mpya. Maybe let's share the mushaf hapa. Kama una swali, hizi ni dakika zako, unakuruhusu unmute ikiwa una swali linalohusiana na hizi hukumu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Zilzala, hii sura rahisi sana au sura ngumu? Nadhani kama kuna sura nyuma ambayo ina mifano ya kufanya. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Hapa hii ni ikhfa. Insanu tena ni ikhfa nini? Ikhfa subhanallah, hatujamalizia ikhfa nyepesi, tumesoma nzito tu. Akili yangu inaniambia tumeshamaliza zote. Inshallah I think hii weekend tutafanya zoezi tu la nini, la hii nun sakin na tanwini, jaribio la nun sakin na tanwini inshallah, kama sitosahau. Ghunna nzito na ghunna nyepesi. Sasa tukija kwenye ghunna nyepesi, afwan, tuimalizie hii kwa sababu ni kitu hicho tu. Ikhfa tumeshaigusia juu. Tukisema ghunna nzito tumeshaifahamu nzito. Nyepesi ndio nyepesi hivyo kufahamika pia. Nasema ikiwa nun sakin au tanwin itafuatiwa na herufi nyepesi. Nun sakin au tanwin imefuatiwa na herufi nyepesi za ikhfa, na ghunna nayo itakuwa nyepesi. Okay? Ondoa yale makundi ya idgham, idhhar, iklab. Okay? Tunaongelea herufi za ikhfa. Mfano hapa tukisema faman shaa, nun mbele yake kuna shin. Shin ni herufi ya nini? Ya ikhfa, kwa sababu haiko kwenye idgham, haiko kwenye idhhar. Umeshahifadhi hayo alhamdulillah. Haiko kwenye iklab. Kwa shin hapo unaitoa nyepesi. Faman, nikisema fama, hiyo ndo nzito ambayo ilikuwa ni kule fama, yusitoni inabadilika. Lakini ikiwa faman sha, ulimi wake hapa sijagusa juu, sijasema faman. Sikiliza, idhhar ni faman, ikhfa faman. Ulimi unakuwa unasogea mbele. Ulimi ulikuwa wa nzito unarudi nyuma. Ulimi wa nyepesi unasogea mbele lakini haugusi juu. Faman hivi hapa sio Kuna wasomaji hawapendi hata kusoma Qur'an wakiwa wanajiangalia. Ukisoma Qur'an penda kujiangalia namna mwanzo sura itajikunja au yafanya nini. Unajua sometimes unasoma Qur'an ndio, lakini sio usome kama unajua basi tumia hata sura ikikaa kama unalia wewe, soma hivyo. Faman shaa ndio namna inavyokuwa. Lakini kizingatia kwamba sitaki sura, hautaweza kuitoa hata hiyo herufi. Faman, hapana. Faman ulimi usiende juu kagota, bali iwe hapa. Hebu jaribu. You see, lakini tofauti nyingine kubwa ni nini? Ghunna iko hapa. Ghunna iko hapa. Brother Qasim, hebu isome hii ya mbele yake.
Brother Qasim mgeni. Hapa. Naona kama atakuwa ameshindwa ku unmute, anaweza akasaidiwa na brother hapa pia. Brother Abdi Msangi, hebu isome hiyo. Usisahau ku unmute. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Andarnakum. Aiwa. Tena alafu zingatia na kanuni ya ra. Ra hapo inakuwa pia nzito. Nasoma Andarnakum. Barakallahu fik. Andarnakum. You see, kila kimoja umekipa haki yake. Andarnakum. Alhamdulillah. So unajihisi kabisa umeisoma vizuri. Hiyo ni nun imekutana na dal ambayo ni nyepesi. Tofauti na ile nzito tungesema adhar ambayo pia haifai. Tunataka tujifunze kutofautisha nzito na ghunna nyepesi. Actually hii ndio inaitwa tajwid. An bila tajwid kataam bila milh, kama chakula bila chumvi. Kama chakula bila chumvi, sio umepika mboga nzuri, alafu tena sio kwamba unakula mwenyewe, umetenga na wageni wale. Wageni wanashindwa kukuambia tena. Wanakuacha tu hivyo hivyo. Tumeshiba. Kataam bila milh. Kwa hii ndio tajwid. Actually wengi wanakatia njiani katika somo hili. Lakini alhamdulillah mpaka hapo na imani wewe mwenyewe kuna sehemu uboresha sehemu kubwa. Okay. Brother nani alikuwa? Brother Abdi. Brother Abdi, hebu unmute na alafu isome hii hapa. Kwa mfano wa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa ka'san dihaqa. Ulimi wako hapo sasa umegusa juu kabisa. Wa ka'san. Hiyo imesikika. Usiguse iwe wa ka'san dihaqa. Ya barakallahu fik. Mujitahidi sana. Wa ka'san dihaqa. Hiyo ndo ikhfa nyepesi. Okay, brother Ramadan aliuliza swali. So nataka nifahamu pia kama pia amefahamu hapa. Brother Ramadan, hebu wewe isome hii hapa ili ujue umetofautisha idhhar na hii. Bismillahir Rahmanir Rahim. يومئذ شأن tena يومئذ شأن. Aiwa, jazakallahu khair. Yawmaidh sha'nu. Ushafahamu tofauti sasa hivi? Ndio hapo nimeelewa. Hapo uliposema ulimi usiguse juu, hapo ndo nimeweza kutofautisha, lakini mwanzoni nilikuwa naona kama zote ni sawa. Okay, jazakallahu khair. Mashaallah, alhamdulillah. Na imani nimeeleweka sasa hivi. Tumekula dakika 4 za ziada. Lakini alhamdulillah tumeimaliza vizuri. Hii ni ikhfa. Next week inshallah tutakuja kuanza, tutafanya marudi kesho inshallah. Tutaianzia mwanzo na jedwali mbele ambalo limeelezwa kwa ufupisho tokea mwanzo wa nun sakin na tanwin mpaka mwisho. Kwa inshallah kesho tutafanya marudio pia, usikose katika hili la mwanzo mpaka mwisho ikiwa ulikosa kabisa. Nadhani na kesho Monday tutaanza darasa mpya. Alhamdulillah, hii ndio ilikuwa kipengele, lakini hizi zingine sidhani. Alhamdulillah, tuje katika maswali ambayo niliulizwa. Okay. Bismillah, swali la leo. Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutoa adhana?
Je, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kutoa adhana? Hapana, hakuwahi kutoa adhana katika maisha yake yote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hili pia Mtume alitumia hekima kubwa sana. Mtume alitumia hekima kubwa sana, akamchagua Bilal bin Rabah ndo awe muadhini wa msikiti wake. Tena ni ngozi nyeusi, it means kwamba Allah subhanahu wa ta'ala haangalii huyu ni Mwarabu tu ndo ampe madaraka. Ilikuwa ni Bilal bin Rabah, mtu mweusi wa Habasha. Yeye ndo alipiga adhana. Na kwa nini Mtume Muhammad hakutoa adhana? Kwanza sio kila jambo anatakiwa tu afanye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye pekee. Kwa hiyo pia ni katika kugawa majukumu. Baadhi ya maulama walienda mbali zaidi, wakalifafanua hilo, wakasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutoa adhana kwa sababu laiti yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam angekuwa mtu wa adhana, basi viumbe vyote vilikuwa vinahitajika viwe vinaenda kuswali. Viumbe vyote kuanzia malaika, si ndege. Yes, ndo ni mtume wa kila kitu, yeye ndo ametumwa kwa viumbe wote, basi ilikuwa kila kitu kinachosikia adhana yake basi kingetii na kwenda msikitini. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye hakuwahi kutoa adhana katika maisha yake yote. Na hiyo ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mashaallah. Allahumma barik. Ukisema unasema umependeza mashaallah. Nipewa zawadi kama utaona nimebadilisha t-shirt leo. Okay, lakini kunajua kuna maswali kila swali tunaruhusiwa kuuliza. Kuna maswali mengine ambayo mimi nitakuwa namjibu mtu private inbox. Ukiona hili la faida basi tutajibiana wote huko, sababu kuna mtu anataka kuuliza mwalimu, hivi fimbo ya Nabii Musa ilikuwa mti gani? Kwa hiyo kuna maswali ambayo Allah mwenyewe kwenye mada zake katika Qur'an anakuwekea vitu point. Wewe Musa tupa hiyo fimbo chini. Kuna vitu point ambavyo nitakuwa vinase. Lakini sehemu ambayo alikutana Adam na Hawa ni wapi? Allah kueleza tu ilikuwa duniani inatosha. Nataka tuende pale walipokutania babu zetu sasa. Okay, nilichofanya ni hizo maswali madogo ambayo hata tutajibiana private. Lakini yale ambayo tunajua kabisa haya tunahitaji kueleza kupata elimu, basi tutakuwa tunapeana. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا وجزاكم الله خير. مع السلامة.